Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu mahali ulipo na kusalimu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali ulipo sema amen. Kwa majina naitwa Pastor Benjamin, nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Niko na furaha moyoni mwangu kwa ajili ya wokovu. Amenijalia neema. Niko hapa mbele zako, nimekuletea neno tuweze kushirikiana pamoja na neno la Mungu likaweze kutujenga na kutubandilisha mioyoni mwetu. Kwa hivyo nikiwa hapo na mimi pande hii, tushirikiane pamoja, tuamini pamoja, tuombe. Baba, ni asante Mungu mwenye nguvu, ninakushukuru kwa ajili ya mpendo, kwa ajili ya dada, kwa ajili ya anayenisikia. Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya kutuunganisha pamoja siku ya leo. Pokea sifa na utukufu. Baba mpendwa, na mimi nimewaandaa kwa ajili ya neno na wakabidhi mikononi mwako Bwana Yesu. Ninapoenda kunena, nikunene kwa utukufu wa jina lako. Watu wako wakakombolewa, watu wako wakapone, watu wako wakaokoke. Neno lako likawe chakula kizuri ndani ya maisha yao, katika jina la Yesu. Baba, ni asante. Pokea sifa na utukufu. Asante kwa sababu ya neema yako na ukuu wako na nguvu zako. Uinuliwe na uabudiwe, maana hakuna kama wewe. Mipango ya mwovu shetani, madhabahu za shetani, waganga na wachawi, waabudiwe shetani, Illuminati, devil worshippers, magonjwa, pressure, sukari, cancer, arthritis, ninaisikemea katika jina la Yesu. Ninaamurisha magonjwa ya kila aina na pressure, laana zote na madhabahu za giza ninaziseta chini ya nyayo zangu katika jina la Yesu. Naomba na hata kuamini. Amen. Asante sana msikilizaji kwa sababu ya kunipa nafasi ili tukashiriki neno. Naamini ya kwamba umeharibu, ni wakati wako utaharibu ili kunisikiza. Unaponisikiza naye Mungu akakusikiza. Amen. Wakati unasikiza unaharibu time zako, usikize neno la Mungu kupitia kinywa changu, naye Mungu akusikize wewe. Hivyo umeharibu wakati wako, naye Mungu naye akakusikiza. Hayo ndio maombi yangu kwako, na Mungu akubariki. Nataka nisungumuze kwa ufupi kuhusu dhambi, kwa sababu dhambi imefika mahali ni kama inatawala. Imefika mahali hata imeingia kanisani. Na ikiwa dhambi imeingia kanisani, mtu wa Mungu uliye mahali hapo, ni wapi tutakimbia? Ni wapi tutakimbilia ikiwa dhambi itaingia mpaka kanisani? Ni wakati mbaya, ni wakati wa kuomba, na ni wakati wa kumgeukia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi imefika mahali imetaka kutawala kanisa pia. Imetoka mbaa, imeingia kanisani. Sasa inafuruga kanisa. Yesu alikuja akaongea juu ya dhambi. Yohana akaongea juu ya dhambi, na Paulo akakuja kusungumuza hiyo dhambi. Wacha tuangalie Paulo alisema nini kuhusu dhambi. Kitabu cha Warumi 6. Anauliza hivi Paulo: tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema isiti kuwa nyingi? Asha, sisi tuliopiwa dhambi tutaishije katika dhambi? Paulo anauliza tutaishije katika dhambi na tulifiwa dhambi, wakati dhambi imefika mahali. Imefika mahali watu wanatafuta mali, watu wanatafuta pesa, lakini hawataki kujua naye Mungu anataka nini. Hata kanisani watu wanaenda na hawataki kuonywa mambo ya dhambi. Kiombea mtu mambo ya dhambi kanisani ni kama unamfukuza. Makanisa mengi siku hizi, sisi watumishi hatuombii watu kuhusu dhambi, lakini tunaambia watu kuhusu vile watainuliwa. Lakini injili, hakuna injili ambayo
ingine Yesu aliacha, isipokuwa ni watu kuachana na dhambi, na hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu. Watu kuachana na dhambi, hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu. Dhambi ndio ilitenganisha mwanadamu na Mungu, na hicho ndicho Mungu anaongea kuhusu mwanadamu. Shambani la Edeni, dhambi. Sodomu na Gomora, dhambi. Kizazi cha Nuhu, dhambi. Kwa hivyo ni lazima tujue Mungu anataka tuachane na dhambi. Watu wamezama kwa dhambi. Mitindo ya mbaa imeletwa kanisani sasa. Kitabu cha Wakorintho 6:14 inauliza kuna ushirika gani nuru na giza? Watu wamechukua mitindo ya kilabu wamelete kanisani. Mini skirt kanisani, longi siko kanisani, longi siko kirudi mbao naenda longi siko mbaa. Mini skirt ziko mbaa, catwalk, tumbo kati ziko kanisani, tumbo kati ziko mbaa. Mitindo ambayo sasa imeletwa kanisani. Pastor anahubiri na mini skirt. Pastor anahubiri na amevaa kakefu na anahubiri Yesu Kristo. Ni wakati mbaya wapendwa, tumgeukie Kristo mwana wa Mungu. Kumbuka hapa duniani falme ni ngapi? Ni mbili. Falme ni mbili. Na kila mfalme anapigania ufalme wake usimame. Yesu anapigania ufalme wake usimame, Shetani anapigania ufalme wake usimame. Ndio maana unaona katika mavazi watu wameingia kwa dhambi kupitia mavazi. Yesu ana makampuni zake za kushona mavazi. Shetani naye ako na makampuni zake za kushona mavazi. Ndio Shetani lengo lake ni kumshinda Yesu. Hiyo ndio lengo la Shetani, huwa anataka amshinde Yesu. Hapa duniani Yesu asiwe na kitu. Hiyo ndio lengo la Shetani. Naye lengo la Yesu ni kumkanyanga Shetani. Kwa hivyo ni falme zinapigana. Ndio maana maandiko inasema njia ni mbili. Watu wanafaa miniskirt, watu wanafaa longi, watu wanafaa vibaya kanisani, na hawajui kama ni dhambi. Yesu alisema ukitazama umetenda. Watu wamefaa miniskirt, waliotazama ni wangapi? Hiyo dhambi ni wapi imetoka? Imetoka kwa miniskirt. Imetoka kwa ile longi ambayo inaonyesha uchi wa mwanamke. Hizo ni makampuni za kishetani zinatengeneza hizo mavazi ili watu washiriki dhambi kupitia hizo mavazi. Na ni wewe ambao unafaa ujue hizi kampuni zimekuja kwa sababu ya kupigana na kazi ya Mungu. Uachane nazo na uvae zile mavazi za mpendeza Mungu. Naenda kwa mtu wa kushona, anakushonea nguo nzuri, unafaa unakaa mtu aliyeokoka, sio kuvaa miniskirt na longi na umeokoka. Aibu. Kwa hivyo mpendwa, ni mimi na wewe tushirikiane, tusimamie wokovu ndio tuweze kuwalete wale wengine hawajaokoka. Tusafishe nyumba kwanza.
Ndio maana Mungu anasema nyumba yangu inakaa ukiwa, inakaa ukiwa. Kisoma katika kitabu cha Hagai 1, nyumba yangu ni nyumba imejengwa katika, haijajengwa vizuri. Ni mimi na wewe tuweze kusimama ili shetani aibike. Faa vizuri, enda kanisani umwabudu Mungu. Wapendwa wa Kristo, tuachane na sarakasi. Sarakasi zimekuwa nyingi, kutoka kwa watumishi wa Mungu mpaka kwa washirika. Mungu ni kama ameondokea makanisa. Wakati nikiwa kijana, mhubiri alikuwa akichezea madhabahu, anapigwa na anakufa. Siku hizi wahubiri hata wanafanya usherati wakiwa kwa madhabahu na hawafanyi kitu, kwa sababu Mungu alienda, kwa sababu madhabahu zenyewe si za Mungu. Madhabahu zenyewe ni mwingine anakaa hapo, sio yule alikuwa. Ukifanya usherati tu na mshirika na wewe ni pastor, hata kukufa utakufa na hiyo kanisa itaisha, kwa sababu Mungu alikuwa anafanya kazi kwa hiyo madhabahu. Wamama mfae vizuri, munaenda mbichi mkiwa mnafaa zile suruali za ndani. Acha nitumie hiyo lugha na nisamehewe kama nitakuwa nimetumia lugha mbaya, lakini ni suruali ya ndani. Hiyo ndio lugha ile, nafikiria hiyo ndio lugha nzuri, ama nguo ya ndani. Naenda umefaa hiyo nguo ya ndani, umefunika tu hiyo sehemu tu, hapo ndipo umefunika. Na uko na kijana wako na ako form 4 na ako standard 8 na ako form 3 na unatembea naye unaenda mbichi, anakuona uchi wako. Kisasi cha laana, kuingiza laana kwa watoto, kuingiza laana kwa watoto. Wewe ni mama, ni kama hukusikia uchungu wa huyu mtoto. Hata kama ujipendi, si uhurumie huyu mtoto, unamuonyesha uchi wako. Kwa nini? Hiyo ni laana, tayari unamlaani. Wengine vijana huku unaona wameingia kwa bangi, ni zile vituko ziko na wazazi wao, zile vituko ziko na mama zao. Kijana anaona hadi alewe pombe, ingie kwa ulevi, sababu mama mwenyewe anaenda uji. Amuheshimu Mungu. Aliumba mwanadamu na akaweka mbegu yake ndani yake. Ile mbegu bado inamwambia mama ananikosea. Ile mbegu yake kijana, mbegu ya Mungu ndani yake inamwambia mamangu ananikosea. Turekebishe watu wa Mungu, mahali tunaenda si mahali pazuri. Mama unayefanya mambo ambayo yanaweza yakalete aibu, jiulize miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, nani utamtuma maji akuletee, ikiwa au kupanda mbegu nzuri kwa watoto wako? Maandiko inasema mwanamke mfumbavu anapomoa nyumba yake. Sisi wanaume ni kama hata kupotea kwetu hakuhesabiki, tunapotelea wapi. Lakini mama akipotea, Biblia inamzungumzia. Wanaume tuliumbwa kama wanyama wa msituni. Ndio maana unaona tabia zetu ni ngumu kuchange. Ndio maana unaona mwanaume anaweza akaenda kanisani na chambali na mguu chuma, lakini mwanamke hawezi akaenda. Mwanaume ni ndondikea, ajali. Na si kwamba nawatetea wanaume. Mwanaume asimame kwa nafasi yake, kwa sababu Mungu alituumba kwa pamoja na alituumba ili tuweze kusimamisha kazi yake. Angalia ni wapi unaenda katika njia mbaya, urekebishe njia zako, kwa sababu Yesu Kristo yuko karibu kuja, na akija ningeomba akupate ukiwa tayari, ukiwa umeokoka, ukiwa umejiandaa.
ili usiende jehanamu ya moto. Maandiko inasema moto huko utakuwa times 7 kuliko vile ulikuwa inawaka kule Sodomu na Gomora. Turekebishe kule tunakosea. Mama, faa vizuri mbele ya vijana wako, ni heshima kwako. Mzee, wacha kuja hapo nyumbani umelewa hapo na watoto wako wako hapo wanakuona unalewa nini mbele ya watoto wako? Unalete picha gani kwa watoto wako? Kwa nini unatoa ulevi kwako na unaweka kwa watoto? Baba, unakuja mbele ya watoto wako ukiwa mlevi. Unatransfer pombe kwa watoto wako. Unakuja kumtukana mke wako mbele ya watoto. Una transfer matusi yako kwa watoto wako. Mama, ukifaa uji mbele ya watoto wako, una transfer umalaya kwa watoto wako. Ni umalaya unaweka kwa watoto wako. Mama, ikiwa hauwezi ukamheshimu bwanako, kumsomea bwanako mbele ya watoto wako, una transfer ukorofi kwa watoto wako. Maandiko inasema heri kuishi na nini kuliko mwanamke mkorofi. Una transfer hizo kwa watoto wako. Watu wa Mungu, tuangalie dhambi sisi imeanza kwetu sisi, ndio inaingia kwa watoto, na wale watoto ikiingia kwao inawakamata mpaka hawatajua ukweli ni nini. Maandiko inasema mtoto vile umleavyo ndivyo akuavyo. Hakuna vile yule mtoto atakuja kurekebika, kwa sababu wewe ulipanda mbegu mbaya ndani ya maisha yake. Ulipanda mbegu mbaya katika maisha yake. Sina mengi, tutafundishana kesho kutwa hivi, ila cha mwisho ni kusema jirekebishe. Mpendwa, rekebisha tabia zako, kwa sababu wewe unatengeneza msingi mzuri kwa watoto wako. Mungu akubariki na Mungu akutetee. Na mimi pande yangu naendelea na kurekebisha ya kwangu. Hata mimi ninang'ang'ana nirekebisha ya kwangu, naye Mungu alipate nikiwa tayari. Kwa hivyo barikiwa sana, Mungu akupiganie, Mungu akutendee. Nataka tumalize kwa maombi, na kabla hatujamaliza nataka nikupe namba yangu ya simu kwa mawasiliano zaidi katika maombi, katika kila jambo, hata kwa kusapoti neno. Nataka nikupe namba yangu ili uitumie kama utaona ni vizuri kuitumia. Chukua kalamu uandike 0759 07 59 22 32 04. Narudia tena kwa Kizungu 0759 2232 04. 0759 2232 04. Mungu akubariki sana. Hiyo namba ni kwa mawasiliano, na chochote unachotaka kwangu nipigie na hiyo namba. Mchana mpaka saa 4 mwisho, usipitisha hapo, maana ukipitisha hapo huwa niko maombi. Barikiwa sana. Kuna mahali unahitaji maombi kwa hapo na hujaokoka, nataka tuamini pamoja, tuombe. Kwanza, kama hujaokoka, omba maombi nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu,
naja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa yangu, niandike kwa kitabu cha uzima, nifute kwa kitabu cha hukumu. Kuanzia sasa, Yesu, nimekubali kuokoka. Unitakase, unifundishe njia zako, uniokoe na yule mwovu Shetani, niwezeshe kushinda dhambi, nisimamie wokovu katika jina la Yesu. Nataka tuamini pamoja, tuombe. Baba, ni asante kwa Mungu, ninakushukuru, ninakuabudu, nasema ni asante, ni kwa ajili ya mpendwa Baba. Umetumeanzisha na wewe tumekamilisha na wewe, sifa na utukufu sikakurudie. Bwana Yesu, ni asante kwa wema wako na ukuu wako na nguvu zako za kimaajabu. Yesu, umetenda maajabu katika neno, umetenda maajabu katika maombi. Yesu, ni asante, pokea sifa na utukufu. Watu wako wabarikiwe, wabarikiwe, wabarikiwe kwa ajili ya neno lako. Walio wagonjwa wakapone, kansa, pressure, sukari, arthritis, azas zikatoweke katika jina la Yesu. Umaskini ukatoweke, laana zikatoweke, maneno machafu, walioenda kwa waganga, walionena maneno machafu kwa anga zao, ninazifuta katika jina la Yesu, na ninaandika baraka katika maisha yao. Ninaandika kibao ya baraka katika maisha yao. Kuanzia sasa wakawe watoto wa kubarikiwa katika jina la Yesu. Laana haina uwezo ndani ya maisha yao, dhambi hazina uwezo ndani ya maisha yao, laana hazina uwezo ndani ya maisha yao. Ninawapea uwezo wa kushinda dhambi, na kuanzia sasa dhambi ikiwaona itakuwa inakimbia. Baba, ni asante, pokea sifa na utukufu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, uinuliwe na waabudiwe. Mipango ya yule mwovu ninaiweka chini katika jina la Yesu. Ni asante Mfalme, uinuliwe na waabudiwe, na ni kwa jina la Yesu ninaomba na hata kuamini. Amen. Shalom, shalom, shalom.